Neno hilo tunalituma Baba katika taifa letu, tuma katika idara zote Baba, itamie viongozi wote na kuwalinda vyema, kuwapa afya njema. Neno lako Baba itamie Baba uchumi wetu, neno lako ilete amani na kulinda mipaka yetu. Neno lako liende hata katika Baba nchi za jirani, liende Baba Afrika yote na mabara yote Baba leo. Ninatukuza jina lako Yesu yote kwa ajili ya siku ya leo. Sema nasi tena Baba. Usemapo nasi Baba, neno lako Baba wa rehema ni wewe mwenyewe. Neno lipite katika viungo vyetu vyote, neno lako likitukarabati, neno liking'oa mapando yote, neno likikata vifungo vyote, neno likituhuisha tena Baba wa rehema. Asante Mungu mweza wa yote, maana wewe ni mtakatifu, na katika jina ya mtakatifu wa watakatifu na wote tuseme amen. Amen. Bila shaka leo ni katika jina la mtakatifu wa watakatifu, Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, Mungu wa miungu. Leo tunakwenda kwenye sura ya 14 kitabu cha Waamuzi, na tukiwa katika Mwamuzi wa 12. Tuliona Waamuzi 11 kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya 12, na jana tukaanza kumwona mwamuzi wa mwisho na wa 12 akiwa anaitwa Samsoni mtoto wa Manoa. Lakini kwanza hebu nitajie waamuzi. Mwamuzi wa kwanza alikuwa nani? Othnieli. Sawa. Mwamuzi wa pili? Wa tatu? Wa nne? Wa tano? Wa sita? Wa saba? Wa nane? Wa tisa? Wa 10? Wa 11? Wa 12? Abdoni. Wa 12? Naomba kabisa uyajue au waamuzi na miaka aliyetawala na maadui aliyefanya nini amewashinda. Andika kwenye daftari lako alafu uanze kuwataja. Ndio hivyo tunakwenda kwenye wafalme. Tuende kwenye wafalme ukiwa umeshajua hao waamuzi, watoto wa Yakobo na uzao wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Unajua kuanzia kwa Ibrahimu mpaka kwa Yesu, lakini pia ni vizuri kujua kuanzia kwa Adamu mpaka kwa Yesu. Watakatifu wa Bwana, lengo letu ni tujue neno la Mungu. Ukijua neno la Mungu litakulinda na kuweka sawa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sasa nisipoteze muda, tuende kwenye ndoa ya Samsoni sura ya 14, alafu kisasi cha Samsoni dhidi ya Wafilisti ni sura ya 15. Hizi sura mbili zimeunganika, ndio maana tutayapitia. Hebu bwana, tuende moja kwa moja nisipoteze muda. Hebu na wewe fungua Biblia yako, alafu kwa pamoja tupate kwenda. Watakatifu wa Bwana nisikilize. Hakuna mtu aliyetoa nafasi yake akamtafuta uso wa Bwana asimuone Bwana. Mimi nilianza ilishindikana, lakini nilipomng'ang'ania Bwana mpaka leo, watakatifu wa Bwana, ninafurahia kuwepo mbele za Bwana. Na maana sasa hivi uko mbele za Bwana, hakuna kitakachoshindikana kwako. Yote yatawezekana kwako, kwa sababu yeye anapenda wampendao na wamtafutao kwa bidii, maana hao ndio watakayefanya nini? Hao ndio watakayemuona. Hebu tuende sasa, nisipoteze muda, tuendelee na habari za huyu mtoto wa Manoa. Tumeona Manoa akiwa na msisitizo. Je, mtoto alishazaliwa, Manoa atamlea mtoto kwenye njia impasayo ili atakapokuwa asiache? Ama Manoa alikuwa ni bla bla, lakini mtoto akashindwa kumlea? Lakini wewe je, watoto wako na waleaje? Wajukuu wako na waleaje? Watoto wako na waleaje? Kuna wakati mwingine wao walilelewa vizuri, hukunyimwa fimbo. Leo hii wewe utaki mtu hata aonje mtoto wako na fimbo. Fimbo inaondoa ujinga kwenye ufahamu wa mtoto. Kuna watu wengine wamekuwa ni wazima, lakini ujinga wa kitoto bado imeganda kwake, maana haikuondolewa na fimbo. Asichapwe mtoto shuleni alafu ukachanganyikiwa. Mwambie sisi tulichapwa, lazima uchapwe. Fimbo inaondoa ujinga wa akili wa mtoto. Hebu tuende tuone huyu Manoa, je, atakuwa na msisitizo kwenye kulea mtoto?
ama mtoto atamtawala Manoa? Je, wewe watoto wako unawaleaje? Mtoto ana heshima kwa watu na kwako? Hebu twende. Mchungaji usinitafute. Soma kwa jina la Yesu. Bila shaka. Samsoni akateremkia Timna, akaona mwanamke huko Timna, mmojawapo wa binti za Wafilisti. Kisha akapanda akawaambia baba yake na mama yake, akasema, nimemuona mwanamke huko Timna, mmojawapo wa binti za Wafilisti. Huyu mnadhiri wa Bwana na maana alikuwa juu. Torati nasema kabisa ya kuwa msioe mabinti zao wala msiwape mabinti zenyu. Halikuwa jasoma Kumbukumbu la Torati sura ya 7 mstari wa 1 mpaka wa 3. Hebu tutaiona baadaye. Hebu twende. Samsoni anaanza vimbweka, anateremkia Timna. Timna ilikuwa ni moja kati ya miji yale mitano ya Wafilisti. Lakini sasa kumbuka ya kuwa huyu mtu anapenda nini? Ukipendacho ndicho takachokuwa ni mtego kwako. Ndio maana tutaona kwenye kitabu cha Yakobo ya kuwa kila mtu hujaribiwa kwa tamaa yake. Umeona sasa? Pamoja na itakuwa ni Bwana alikusudia. Bwana alikusudia kutokana na tamaa ya Samsoni. Ni kile alichokipanda Samsoni ndio Mungu sasa anataka kuitumia kwa ajili ya kufikisha hazma yake. Lakini anasema hivi, hatimaye atakapodumu katika hayo yatampeleka babaya. Hebu twende kwa jina la Yesu. Basi mnipatie nimuoe. Ndipo baba yake na mama yake wakamwambia, je, hapana mwanamke hata mmoja katika ndugu zako au katika jamaa zangu zote hata uende kumwoa mwanamke kwa hawa Wafilisti wasiotahiriwa? Samsoni akamwambia baba yake, mnipatie huyo, kwa maana ananipendeza sana. Hebu nikuulize, Samsoni ukoje wakati wewe mnadhiri? Tuliona habari hizo katika ile sura ya 26 na 7, pia habari za Esau. Esau nao akaanza kuoa mabinti ya Kanani, wakati tuliona kabisa kuwa mtu mzima Ibrahimu katika ile Mwanzo sura ya 24, Ibrahimu anamwambia nani? Yule mfanyakazi wake Eliazari ya kuwa weka mkono wako kwenye paja langu, uniapie ya kuwa hutampa mtoto wangu Isaka mabinti ya Kanani. Ilianzia tangu Ibrahimu alioa wapi? Huko kwao. Ndio maana nasema hivi, tayari huyu mnadhiri wa Bwana anatoka. Umejua dhambi inaanza kidogo kidogo. Mtu atoke mara moja. Mtu aliyeokoka, Mungu atakuvumilia muda mrefu kweli kweli. Anakupa nafasi ya pili, anakupa nafasi ya 3, ya 4. Unajenga mazoea, hatimaye unakwenda na maji. Umeona sasa? Samson ameanza kidogo kidogo, lakini atakuja kunasika tu kwenye kile anachokipenda. Nini? Mabinti wa Filisti. Watakatifu wa Bwana sema ameshinda wa baba wote. Mama anaweza. Samsoni alishinda wanaume wote kuua. Lakini sehemu alishindwa wanaume wote, yule mwanamke alifanikiwa tena. Yaani alimzidi kete, alimzidi ujanja. Ndio maana kwenye Biblia watu waliyekuwa hatari wote waliangushwa na wanawake. Hebu twende. Lakini baba yake na mama yake hawakujua ya kuwa jambo hili ni la Bwana. Lilikuwaje la Bwana wakati Bwana mwenyewe alishasema wasioe makabila? Ilikuwa ni Bwana kwa sababu hiyo ndio iliyekuwa tamaa ya nani? Ya Samsoni. So Mungu alitaka kuitumia kwenye kufikisha nini? Kuikamilisha kazi. Maana Bwana saa nyingine hutumia hata mabaya unayekusudia wewe. Maana najua unaweza kubadilika mbele ya safari, lakini ukishupaza shingo, sasa hiyo inakuja kukugharimu. Ndio maana ilikuja kumgharimu. Umeona? Itakuja kumgharimu, maana atajenga kibanda huko. Umeona sasa? Atachonga na mzinga, sasa atakuwa ni mfugaji wa nini? Wa nyuki. Maana amefanya nini? Amenogewa na asali. Hebu twende. Maana alitaka kisa juu ya Wafilisti. Basi wakati ule Wafilisti walikuwa wakiwatawala Israeli. Ndipo Samsoni na baba yake na mama yake wakateremkia Timna, wakafika mashamba ya mizabibu huko Timna. Na tazama, mwana simba akamhurumia. Roho ya Bwana ikamjilia kwa nguvu, naye akampasua kana kwamba anampasua mwanambuzi. Wala hakuwa na kitu chochote mkononi mwake, lakini hakuwaambia baba yake na mama yake aliyoyafanya. Tayari tunaona mara ya kwanza Roho ya Bwana anamjia nani? Samsoni, alafu anampasua simba. Watakatifu wa Bwana, mnyama ambayo ni mwenye nguvu kuliko wanyama wote porini nani?
Simba. Ni simba. Katika wanyama wote, simba ndiyo mnyama mwenye nguvu kuliko wote. Lakini kumbuka ya kuwa huyu mwana simba, ina maana kumbuka Samsoni hakuwa na silaha yoyote, lakini akampasua kama mtu anayepasua mwana mbuzi. Umeona sasa tayari kwa nini Samsoni akumpasua kabla roho ya Bwana hajamjia. Umeona sasa, maana Samsoni kumbe alikuwa na nguvu kutoka kwa Mungu. Nguvu yetu ya injili, kuhubiri injili, inatoka kwake Mungu. Pasipo nguvu kutoka kwake Mungu, katumia akili zako za mawazo yako, huwezi kumshinda shetani. Ndio maana naye kuongoza kwenye kushinda, anayekushindia yule muovu ni nani? Ni Mungu Baba. Hebu twende kwa jina la Yesu. Basi akateremka na kuzungumza na huyo mwanamke, naye akampendeza Samsoni sana. Kisha baadaye akarudi ili kumtoa. Tayari walikwenda kutengeneza, kuweka mikakati. Walipokwenda mara ya kwanza walikwenda kuweka mikakati kama kuna cha kulipa, lakini sasa mara ya pili, sasa desturi ya Mashariki ya Kati, ina maana harusi ilikuwa inafanyika upande wa mwanamke. Tuliona habari za Lea na Yakobo, habari za Raheli na nani na Yakobo. Harusi haikufanyikia kule kwa kina Yakobo, ilifanyikia kule. Lakini umeona hata ile sherehe ya Rebeka ilifanyikia wapi? Sio huko, ilifanyikia kule nyumbani kwao. So Wayahudi ilikuwa ni desturi kwao harusi kwenda kufanyika upande wa bibi harusi. Ndio maana hata katika ile nani ya wale wanawali, ile mfano wa wanawali wale, kumbuka ya kuwa bwana harusi alikuwa anakuja kwa huku wale wanawali, si ndio? Ndio sasa wakiwa tayari, na maana harusi ilikuwa inafanyika wapi? Inafanyika huku upande wa mwanamke. So Samsoni sasa wanarudi sasa kwenye nini? Kwenye harusi. Lakini cha ajabu, hatuoni Samsoni akikaribisha wadani hata mmoja, hata ndugu zake nani, hata ndugu zake Manoa. Ana Manoa na mke wake Manoa wanakwenda kwenye harusi kule Timna, lakini kabwana kadogo kashajua kabisa ya kuwa anayo nguvu ya ziada. Nasema hivi, unavuchiwa, unao uwezo katika neno la Mungu. Je, unajichukulia? Unajiwekaje? Ni kweli Mungu amekupa neema ya kuweza kuongea neno lake vizuri, lakini wewe unajichukuliaje? Unajionaje? How do you see yourself? How do you take people? Unawachukuliaje watu? Nasema hivi, watakatifu wa Bwana, kama kuna kitu ambayo ni kibaya, mtu anapotambua kuwa amefanikiwa ana Mungu, hapo ndipo watu wengi wanaanguka. Samsoni anapojitambua kuwa ana nguvu, anataka aende sasa kule kwa maadui zake kule, yani awaonyesha kuwa yanaweza. Kashajikweza hapo. Daudi naye katika kuwa mfalme wake ndio anapofanya kosa, anachukua mke wa Uria. Wewe katika utakatifu wako na uelewa wa Biblia unaitumiaje? How do you use what you have? Nasema hivi, lazima ujishushe chini, maana Yesu akasema ajishushaye atakwezwa, ajikwezaye atafanywaje? Atashushwa. Ukijikweza hakuna nafasi nyingine kule juu, ina maana nafasi iliyopo iko chini. Ndio maana kinachoanziaga juu ni nini? Ni kaburi. Ikianza juu huwa inafanya nini? Inashuka chini, na ikishuka chini napoteza watu. Akishushwa, akifunikwa yupo. Hebu twende. Kisha baadaye akarudi kumtoa, naye akageuka kando kuangalia mzoga wa huyo simba, na tazama, nyuki wengi walikuwamo ndani ya mzoga wa simba na asali. Akatoa asali mikononi mwake, akaenda mbele huko akila. Alipokuwa akienenda, akawafikiria babaye na mamaye, akawapa nao wakala. Hebu nikuulize, huyu nadhiri wa Bwana aliruhusiwa lini kugusa mzoga? Tuliona mnadhiri wa Bwana katika kitabu cha Hesabu sura ya 6. Hata kama baba yake na mama yake amekufa, hakuruhusiwa kuwagusa ama kuwakaribia. Angewagusa na kuwakaribia, basi unadhiri wake ulikuwa unaishia pale pale. Alikuwa anakwenda ananyolewa, anakwenda kutoa sadaka. Ina maana kama anaweka nadhiri tena upya. Nasema hivyo takatifu wa Bwana,
Hilo ni kosa. Kosa la kwanza ni pale Samsoni anaposisitiza kwenda kuoa. Baba yake ambayo alikuwepo malaika wa uso wa Bwana, alipomrudia mke wake mara ya pili, alikuwepo, alijua mambo aliyoambiwa kwa huyu Samsoni ni mnadhiri wa Bwana. Hatua ya kwanza anakwenda kuoa kule kwa Filisti. Hatua ya pili anashika mzoga. Amina, mtakatifu wa Bwana. Hayo ni mambo ambayo yalimshusha Samsoni mwana wa Manoa. Unafanya makosa mengi katika wokovu, hatimaye Mungu anakuja kukuacha. Lakini Mungu amwachi mtu hivi mpaka Mungu anakuja kukuacha. Ni makosa lukuki, ni makosa ya kumwaga. Mungu anatupenda sana. Umeona, Mungu alishamchagua Samsoni, akakubali pamoja na huu uzinzi wa Samsoni niitumie tu kwa ajili ya kufanya nini? Kukamilisha kazi. Lakini Samsoni atakuwa too much. Hebu twende. Lakini hakuambia ya kuwa ameitoa hiyo asali katika mzoga wa simba. Basi babaye akateremkia huyo mwanamke, Samsoni naye akafanya karamu. Samsoni anafanya karamu huko, lakini kumbuka hiyo karamu inayofanyika kwa Filisti, je, pale Yein haipo? Shekari haipo pale? Maana wale watu hawana hofu ya Mungu. So ndiyo maana mimi kipengele ambacho huwa sielewi, eti Samsoni akalazwa kwenye paja la Delila, alafu mtu anamnyoa haelewi. Watakatifu wa Bwana, nywele zako zinyolewe usisikie hata kusikia. Huyu bwana alipiga Yein, si ndio? Huyu bwana kama sio Yein Shekari. Hebu twende. Kwa kuwa ndivyo vijana walivyokuwa wakifanya. Basi ikawa hapo walipomwona wakamletea wenzio 30, naye pamoja naye. Samsoni akawaambia, mimi nitawategea ninyi kitendawili, kama mwaweza mnionyesha katika hizo siku. Tayari umeona Samsoni alikuwa anataka mkasa hapo. Alikuwa anatakaje mkasa? Maana ile kitendawili bila shaka wasingeweza nini? Wasingeweza kuitegua. Na kumbuka ile siku ingefika, wale watu wasingempa ile zawadi iliyotakiwa kutolewa. Lakini umeona, pamoja na yule mke wake atalia na kumbembeleza, na atakapowaambia, kumbuka, atatoka kwa kwenda kupiga watu, atawaletea mavazi yao, alafu atakasirika, ataondoka, atamwacha huyo mwanamke. Nini? Tayari Mungu akumpeleka pale, ili hakuruhusu aende pale kwa ajili ya amani, kwa sababu hao walikuwa ni wabaya wake. Umeona sasa? Lakini yeye sasa alikuwa anataka kujenga nini? Urafiki. Hicho ndicho kitu ambacho kilimwangusha nani? Suleimani. Suleimani akaanza kuoa kila sehemu. Kila sehemu anaitwa mkwe. Hatimaye akawajengea mpaka na miungu. Hatimaye Mungu akamkataa. Hebu twende. Na kujitambua, ndipo hapo nitawapa mavazi 30 ya kitani na mavao mengine 30. Lakini msipoweza kunionyesha, ndipo hapo ninyi mtanipa mimi mavazi 30 ya kitani na mavao mengine. Watakupaje wakati watu hao wamekaribishwa kwenye sherehe? Wako tayari kukupa. Wamekuja kwenye sherehe. Kama utaki kuwavua mavazi yao ni nini? Ina maana Samsoni alikuwa anatafuta sababu, lakini Mungu alitumia mabaya yake Samsoni aliyekuwa anafanya. Ndio maana mtu anajaribiwa kwa tamaa yake. Umeona sasa? Usiseme kwa Mungu anakujaribu kwa uzinzi, hiyo ni tamaa yako ndio unajaribu. Usiseme kabisa, Bwana mimi nimejaribiwa kwenye ugali. Unapenda ugali wewe? Nimejaribiwa Bwana kwa pilau. Unapenda pilau wewe? Umeona, kile unachokipenda kile ndicho unachojaribiwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi wakamwambia, haya, tega kitendawili chako ili tupate kukisikia. Naye akamwambia, katika huyo mwenye kula kikatoka chakula, na katika huyo mwenye nguvu ukatoka utamu. Nao katika siku 3 hawakuweza kukifungua kitendawili. Tega kitendawili, lakini kumbuka kuhusu nini? Kuhusu mkasa wake kule njiani alipokuwa anakuja, alipomchana yule mwana simba, hatimaye kwenye mzoga alipokuwa anakwenda kuoa. Sasa akakuta kule mzoga sasa wale nyuki wametengeneza asali pale. So kumbuka ya kuwa ni nini kitamu kuliko vyote? Ni asali. Chenye nguvu kuliko wote ni simba. Hebu twende.
Ikawa kwa siku 7 wakamwambia mkewe Samsoni, mbembeleze mumeo ili atuonyeshe hicho kitendawili, usije tukakuteketeza moto wewe na nyumba ya baba yako. Je, mmetuita ili mpate kuichukua mali yetu? Je, sivyo? Basi mkewe Samsoni akalia mbele yake, akasema, wewe wanichukia tu, wala hunipendi. Wewe umewategea kitendawili hao wana wa watu wangu, nawe hukuniambia mimi. Naye akamwambia, angalia, sikumwambia baba yangu wala mama yangu, nami nikwambie wewe? Naye akalia mbele yake hizo siku 7. Umeona, hicho ni kivuli kile kile cha Delila kuja kumlilia mpaka Samsoni analainika, anatoa siri yake ya kuwa yeye mnadhiri wa Bwana na wembe haukupita kichwani mwake tangu utotoni mwake. Na Delila anacheka. Delila anasema huyu si ni mpigaji wa yeyini. Delila anaandaa yeyini, anapiga, analazwa kwenye paja. Wala si Delila alimnyoa, aliita watu waje wamnyoe. Njooni mkamnyoe. Nyolewa kweli kweli. Jihadhari usije kanyolewa, mtakatifu wa Bwana. Wengine wameshanyolewa, nguvu una. Wengine walishanyolewa kiroho. Unazo nywele? Nywele zako nazo? Je, ukijitutumua nguvu zipo? Ama unatembelea mazoea? Wokovu sio miaka 40 iliyopita. Wokovu ni sasa. Wokovu sio kesho, wokovu ni leo. Hebu twende. Wakati ulioendelea karamu yao, basi ikawa siku ya 7 akamwambia, kwa sababu alikuwa akiusitiza sana. Naye akawaambia wale wana wa watu wake hicho kitendawili. Nao watu wa mji wakamwambia siku ya 7 kabla ya jua kuchwa, ni kitu gani kilicho kitamu kuliko asali? Ni kitu gani kilicho na nguvu kuliko simba? Naye akawaambia kwamba hamkulima na mtamba wangu, hamngetekitambua kitendawili changu. Roho ya Bwana ikamjilia juu yake kwa nguvu, naye akateremkia Ashkeloni, akapiga watu waume 30 katika watu hao, na kuzitoa nyara zao na kuwapa hao waliokitambua kitendawili mavao hayo. Hasira zake zikamwaka, naye akakwea kwenda nyumbani kwa baba yake. Lakini huyo mke wa Samsoni aliozwa mwenzake, ambaye alikuwa amemtendea kama rafiki. Unaona sasa, Samsoni tayari ameshabembelezwa, ameshatoa siri ya ile kitandawili. Tayari yule mke wake akaambia wale watu wa kwao, na wakaitengua. Na kinachofuata nini? Samsoni inabidi sasa atoe ile zawadi. Anateremka kule na kwenda kupiga watu na kuwanyang'anya mavazi yao. Nani wewe anayependa kuvaa mavazi ya watu ambao wameshauawa? Lakini anawapa, lakini anayo hasira bila shaka. Na mwanamke aliyemuoa anafanya nini? Anamwacha, anaondoka zake. Nikumbuke ya kuwa Bwana akumruhusu Samsoni amchukue huyo mwanamke, atoke nayo wapi? Atoke nayo kule kule kwao Ufilisti, kule aende nayo kule kwao. Ndio maana akagafilika, akaondoka. Na alipoondoka tayari yule rafiki yake aliyekuwa na ukaribu naye pale katika ile sherehe akapewa mke. Hebu twende tuone ya kuwa kinafuata nini. Ndio maana sura 14 na 15 imeunganika. Tuone sasa kisasi cha Samsoni dhidi ya Wafilisti. Samsoni anazo nguvu sasa za kimungu, lakini anatafuta jinsi atakapoweza kuwapaa nani? Wafilisti. Twende kwa jina la Yesu. Lakini ikawa baadaye wakati wa mavuno ya ngano, Samsoni akaenda kumtazama mkewe, akachuchubulia na mwanambuzi, akasema, nitaingia chumbani kwa mke wangu. Lakini baba yake mwanamke hakumwacha kuingia. Baba yake akasema, hakika mimi nilidhani ya kuwa umemchukia kabisa, basi nalimpa rafiki yako. Hebu ona, tayari Samsoni hatimaye anapata sababu. Lakini ilikuwa ni desturi ya mtu kuchukua mwanambuzi. Mwanambuzi inaonekana ilikuwa ni fungu la kipindi hicho. Kana kajamaa kamoja naye alituma mwenzake na mbuzi, mwanambuzi. Nani yule alituma mwenzake na mwanambuzi?
Yuda alimtuma nani na mwanambuzi? Mwadulamu anatumwa. Yuda akaenda akamchukua mwanamke kahaba. Hatimaye Yuda akauza mdomo wake. Hatimaye ikachukuliwa pete, ikachukuliwa fimbo, ikachukuliwa vitu vyake lukuki. Akasema, Bwana, ndatuma mwanambuzi baadaye. Anatuma Mwadulamu. Kumbe yule aliyechukua vile vitu alikuwa ni Tamari mkwewe. Watakatifu wa Bwana, ukitenda mabaya usitarajie kuvuna mema. Ukitenda mema tarajia kuvuna mema. Ndio maana jitahidi utende mema kwa ajili hata wabaya wako, utavuna mema. Ukitenda mabaya kwa wabaya wako utavuna mabaya. Ndio maana adumue kutenda mabaya ama alipae mabaya kwa mabaya haondoki nyumbani mwake. Yuda akatuma mwanambuzi, lakini tayari Tamari alishaondoka, maana udhibitisho alikuwa nayo. Tunamuona sasa na Samsoni anachukua mwanambuzi anampelekea yule mke wake, lakini bila shaka Samsoni alishajua yule mwanamke hayupo. Anakwenda na mwanambuzi, lakini anajua kinachoendelea. Lengo ni apate sababu ili aanze kutenda kazi aliyeitiwa na Bwana. Hebu twende kwa jina la Yesu. Je, ndugu yake mdogo mzuri kuliko yeye? Tafadhali mtwae huyo badala yake. Samsoni akasema, safari hii nitakuwa sina hatia katika habari za hawa. Hatimaye Bwana kamepata sababu. Anasema safari hii sitakuwa na hatia juu ya Wafilisti. Lakini tuliona pia kuna sehemu ambayo ndoa ilijadiliwa mara mbili. Tuliona kwenye ile Mwanzo sura ya 20 na ngapi? Na 9, ndoa ikijadiliwa mara ngapi? Mara mbili. Yule aliyetakiwa kupewa mtu, ikawa sasa mtu akapewa mwingine. Alikuwa ni nani yule aliyepewa mwingine? Yakobo alitakiwa amuoe nani? Raheli, lakini akakuta anapewa Lea. Lakini wanarudi kwenye drawing board, wanaanza kujadili upya tena. Hapo naye Samsoni tunaona inajadiliwa upya, lakini Samsoni anakataa kuchukua mdogo wake mtu, maana yeye alikuwa anatafuta ubaya. Mungu akumruhusu kabisa pale, maana angeingia pale bila shaka angeharibu. Ndio maana Samsoni anaporudi anapata kisa cha kuanzia. Hebu twende tuone hii hatia ambayo hana juu ya Wafilisti. Hapo nitakapowadhuru. Samsoni akaenda akakamata mbweha 300. Hebu Samsoni alikamata mbweha namna gani? Nani anajua mbweha jinsi alivyo? Nani anajua mbweha? Mbweha anakuwa kama mbwa, anafanana na mbwa. Ni kwa lugha nyingine wanakuwa ni wale kama mbwa mwitu wale. So hao mbwa mwitu 300 Samsoni aliwakamataje? Ndio maana ukiwa na uwepo wa Mungu na uwezo wa Bwana unaweza ukafanya mambo yasiyowezekana. Ndio maana Nuhu alisemaje na wale wanyama? Jakuwa jameni, mvua inakuja kunyesha bwana. Hebu wawili bwana, ingieni. Kinyonga naye Kambezi nayo bado anacheza twist, lakini Kinyonga aliwahi kwenye safina na hatimaye watu wakachelewa, mvua ikawakuta. Kambezi alikwenda kwenye twist wakati alijenga na Nuhu safina. Nasema hivi, Nuhu aliweza kuwa na roho ya Bwana na wanyama wale wakaelewa anachokisema na wakaingia kwenye safina. Nasema hivyo watakatifu wa Bwana, nguvu aliyekuwa nayo ya Mungu Samsoni ilimwezesha kushika wale mbweha 300, lakini anawafunga wawili huku anafunga mikia yao kwenye kienge kinawaka moto. So inapowaka moto inawachoma mkia. So vurugu hivyo, alafu anawaachia kwenye mashamba ya Filisti, maana ilikuwa ni kipindi cha mavuno ya ngano. Samsoni anaanza kufanya uharibifu, lakini kufunga mienge ya moto kwenye mikia ya mbweha ilikuwa ni kivuli cha nini? Ilikuwa ni kivuli cha kuvishwa Roho Mtakatifu, alafu unatoka unakwenda unapeleka Injili. Ndio maana kwa sasa hivi sisi tunahitaji tuiteketeze dunia
kwa moto wa nini? Wa Roho Mtakatifu. Tuiteketeze dunia kwa moto wa Roho Mtakatifu. Tumefungiwa vienge, tujafungiwa. Vienge ni nini? Neno la Mungu ni moto. Bila shaka neno la Mungu liliyopo ndani yako ndiyo kihenge umefungiwa cha moto, inapokuchoma na wewe kwenda nayo mbio iteketeze mashamba ya Wafilisti. Nini? Iteketeze dunia. Hebu twende kwa jina la Yesu. Kisha akatoa vienge vya moto, akawafunga bweha mkia kwa mkia, akatia kienge kati ya mkia. Unapofunga hao mbweha, je, hawakung'ati? Lakini mtu anayekamata simba, mbweha ana kitu kwake? Hana kitu. Kama simba anaweza kumkamata akampasua kama mwenye mbuzi. Mungu akujalie nguvu za kiroho ili wakuonapo kwenye ulimwengu wa kiroho wamuone Samsoni aliyeibuka kwenye ulimwengu wa kiroho kwa jina la Yesu. Amen. Unapoomba wasikuone wewe, wamuone Samsoni naye apasue yale mashetani aliyevaa maumbo ya simba na maumbo ya mbweha na maumbo ya wanyama wengine, wapasuliwe kwenye ulimwengu wa kiroho kwa jina la Yesu. Amen. Lakini usianze kupasua watu. Mimi katika jina la Yesu na kamata wachawi wote na kupasua kama Samsoni alipopasua mwana mbweha, alipopasua mwana simba. Wewe usiende ukafanya hivyo. Hiyo utakuwa umefanya mabaya ya mtakatifu wa Bwana. Samsoni anaruhusiwa kuchana mwana simba ama simba, si ndio? Na wale mbweha. Hebu twende kwa jina la Yesu. Alipokwisha kuviwasha moto vile vienge, akawaachia mbweha kati ya ngano ya Wafilisti, akayateketeza matita ya ngano hata na mashamba ya mizeituni. Ndipo Wafilisti wakasema, ni nani aliyetenda hivi? Wakasema, ni huyo Samsoni mkewe yule Mtimna, kwa sababu alimchukua mkewe akampa mwenzi. Tayari taarifa zimeshafahamika. Watakatifu wa Bwana, hata jambo unalolifanya gizani, unapolifanya gizani, giza lina masikio na macho, litafichuliwa. Ndio maana kila kilichofichwa chini ya uvungu Bwana ataiweka bayana juu ya nini? Hata yule Yerubali alipobomoa madhabahu ya Baali na kukata Ashera usiku, ilijulikana ikujulikana? Ilijulikana. Samsoni anafanya uharibifu, lakini wameshatambua kuwa alifanywa nini? Alinyimwa mwanamke akapewa mtu mwingine. Sasa wanafanya nini watu hao? Twende. Wafilisti wakaenda wakamteketeza yeye na baba yake kwa moto. Hebu pata picha, tayari kale kama mwanamke na baba yake wameshateketezwa kwa moto. Samsoni amepata sababu za kutosha sasa ya kutumia nguvu yake sasa. Samsoni akawaambia, ikiwa ninyi mnafanya mambo kama hayo, hakika nitajilipiza kisasi juu yenu na baadaye nitakoma. Ona, kisasi kilikuwepo kwenye agano gani? La kale. Kwenye agano jipya je, kisasi kipo? Kisasi ni cha Bwana. Kwenye agano la kale kisasi kilikuwepo, ndio maana mtu kama alitenda mabaya, mtu alikwenda kulipisha kisasi. Ndio maana umemuua mtu, ndugu yake mmoja alijitokeza kuwa ni mlipishaji kisasi cha nini? Cha damu. Ndio maana mtu aliyeua kwa kutokusudia alitakiwa asikae karibu ndugu yake. Ndugu ya yule aliyemuua alipisha kisasi cha damu, maana damu yake singekuwa juu yake. Alikuwa anakimbia mpaka kwenye mji wa makimbilio. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa hivi hatuhitaji kulipa kisasi. Kisasi ni cha nani? Bwana. Kisasi ni cha nani? Bwana. Vita ni vya nani? Bwana. Hebu twende. Akawapiga upeo mapigo makuu sana, kisha akateremka akakaa katika ufa wa jabali la Etamu. Basi Wafilisti wakapanda wakapiga kambi yao katika Yuda. Tayari kipindi hicho Wafilisti wanatawala Waisraeli. Kumbuka ya kuwa kwanza amewapiga mapigo makuu, kashapiga watu kweli kweli, kashaangamiza. Tayari akakoma, akaenda kule akakaa jabalini. Lakini Wafilisti sasa wanajipanga, sasa wapiganaji wanaweka kambi, sasa wanataka kwenda kuvamia Israeli. Hebu tuone kitakachotokea sasa. Wakajieneza katika Lehi. Watu wa Yuda wakasema, mbona mmekuja kupigana nasi? Wakasema, tumepanda ili kumfunga Samsoni, kumtenda yeye kama alivyotutenda sisi. Ndipo watu 3,000 na Wayuda wakateremka hata ule ufa wa jabali. Wayuda hawa walikuwa wapi?
Kumbuka hawa sasa Wayuda ambao eneo lao walikuwa wanakaa Wadani, wa Benjamini na wa Simeoni. Wayuda sasa wanaogopa sasa ya kuwa mbona unatutenda hivi Samsoni? Hujui kama sisi ni watumwa wa Filisti? Sasa wanatoka mtu 3,000 kutoka Yuda wanamwendea Samsoni ili wamfunge wampeleke kwa Filisti. Yawezekana ya kuwa unadhani wabaya wako walikufunga, lakini yawezekana saa nyingine wale ndugu zako ndio wamekufunga. Wanaweza kufunga kweli kweli na kamba zisizofungika zilizoweza kufunguliwa, maana hawa Yuda ndio anayekwenda kumfunga Samsoni na kamba gani? Mpya, ili wampeleke wapi? Aliyekupeleka kwa Filisti nani? Yawezekana wale wa ukoo wako, yawezekana wale kwa mume wako, yawezekana wale kwa baba yako, yawezekana wale kwa mama yako. Nini wamekushukia kama walivyomshukia Samsoni jabalini? Hebu twende. Wakamwambia Samsoni, je, hujui ya kuwa Wafilisti wanatutawala? Ni nini hii basi uliotutenda? Akawaambia, kadri ile walivyonitenda mimi ndivyo nilivyowatenda wao. Wakamwambia, tumeshuka ili kukufunga tupate kukutia katika mikono ya Wafilisti. Ndugu zake ndio wanayemtia kwenye mikono ya Filisti. Ndugu zake ambao hawakukubali kwenda kupigana na Filisti wako watu 3,000. Kwa nini eti wanataka kumfunga wampeleke kwa Filisti? Ndugu zako wako tayari kukufunga kupeleka kwa shetani ama kupeleka mautini, badala ya kumshinda shetani ili wewe uwe salama. Umeona ndugu zake Samsoni, badala ya kumtetea Samsoni kupigana na Filisti, wao kazi yao nataka wamfunge nini Samsoni. Kama usio uoga ni nini hiyo? Je, unamtetea mwana wa ufalme ama unamtetea shetani na wakala wake? Tayari wanashindwa kumtetea ndugu yao, wanataka wamfunge. Ndio maana nasema hivyo watakatifu wa Bwana. Biblia inasema vizuri kila siku ya kuwa adui wa mtu ni wa wapi? Ni wa nyumbani mwake. Yule ambaye alikwenda kinyume nawe ni wa nyumbani mwako. Saa nyingine unaonyeshia watu kidole mbali, lakini anayekung'ata na kukupuliza kama panya yuko pembeni mwako, anakula ugali wako. Lala kwenye chumba chako huyo ndio anayekung'ata na kukupuliza. Hebu twende tuone habari za Samsoni na hawa ndugu zake wa Yuda. Samsoni akawaambia, niapieni ya kwamba ninyi wenyewe hamtaniangukia. Samsoni hakutaka kuwapiga, hakutaka kuwaonyesha somo. Anawaambia tu, hebu niapieni, maana alijua kabisa ya kuwa Mwisraeli ukimwapisha basi kinachofuata hana kitu kwako. Samsoni anamwambia niapieni. Wanamwapia, Bwana sisi tutakufunga tu alafu tutakupeleka kule. Samsoni anajua kabisa ya kuwa nguvu ya Bwana ikishuka hata kamba zitakatika zenyewe, si ndio? Hebu twende. Wakamwambia wakisema, vema, lakini tutakufunga sana na kukutia katika mikono yao. Walikufunga sana wakakutia kwenye mkono wa kibogoyo. Sema, mlinifunga sana. Mlinifunga sana. Enyi ndugu zangu, mkanitia kwenye mkono wa shetani, mkanitia kwenye mkono wa shetani na wakala wake. Lakini leo nguvu ya Bwana itanishukia. Kamba zenyu zote zitakatika kwa nguvu ya Bwana, katika jina la Yesu. Amen. Leo tunataka kamba zikatike, na wiki hii tunahitaji kamba ziende kukatika. Maana yawezekana wamekufunga sana, wamemwambia tutakufunga kwa kamba mpya, tutakufunga sana, tutakupeleka. Kumbe wewe haukupelekwa kwa shetani hivyo hivyo, umefungwa na kamba mpya, umefungwa sana. Nani? Yule ndugu yako anayetakiwa kusaidiwa. Shetani akuja, aliyekufunga ni wakala wake ambao ni ndugu yako. Ndugu yako akamuogopa, alafu akasema tutakufunga sana. Hebu rudia kipengele hicho nisikie vizuri, unisikilize vizuri hapo. Wakamwambia wakisema, vema, lakini tutakufunga sana na kukutia katika mikono yao. Walikufunga sana, wakukufunga sana? Walikufunga sana. Ndio maana wewe unaenda kivyako katika jina la Yesu. Nakata. Samsoni akutumia upanga wewe. Samsoni nguvu ya Bwana ilimshukia. Hiyo nguvu ya Bwana ilikuwa ni moto ulao. Ndio maana kamba zikateketea. Ndio maana kamba zikakatika. Umeona Samsoni hakuzikata kamba. Nguvu iliposhuka kamba zilikatika. Ndio maana leo nguvu ishuke kwenye ulimwengu wa kiroho, zile kamba za mauti zikatike, zile kamba za laana zikatike, zile kamba za magonjwa zikatike, zile kamba za vifungo vyote vikatike, zile kamba za kuzama puzi zikatike, zile kamba za kufa kwenye umri mdogo zikatike kwa jina la Yesu.
Hebu twende. lakini hakika hatutakuua. Basi wakamfunga kwa kamba 2 mpya, wakamchukua. Kamba zenyewe ni mpya, sio kamba zilizochoka, mpya. Wameshamwambia tutakufunga sana, alafu wanachukua kamba mpya, hazikatiki. Jamani, umekukuruka kweli kweli, miaka nenda rudi, lakini kamba zenyewe ni kamba mpya. Kufunga yenyewe wamekufunga sana, hatimaye hawajakuacha pale, wakakupeleka pale kwa Filisti, wamekukabidhi kwa mzee Kibogoyo. Lakini sasa hata ukiongea na mzee Kibogoyo, aliyekufunga ni nani? Na kamba mpya nani? Anasema bwana, usiongee na mimi, ongea na ndugu yako. Hebu twende. Alipofika Lehi, Wafilisti wakapiga kelele walipokutana naye. Ndipo roho ya Bwana ikamjia. Wafilisti walipoona wamemfunga alafu wamembeba wamemleta, wakajua kazi imeshamalizika. Walikufunga wakakupeleka kwa shetani. Shetani alishajua kazi imekamilika, lakini mimi nasema kazi ilikuwa haijakamilika. Maana leo tutaagiza roho ya Bwana iliyemshukia Samsoni itashuka kwenye ulimwengu wa kiroho. Vifungo vyote vya chuma, vifungo vya shaba, vifungo vipya, vifungo vya kila aina, vifungo vya kutofanya biashara, vifungo vya kutopata fedha, vifungo vya kupata na kupoteza, vifungo vya kutokuonekana, leo vitakatika kwa jina la Yesu. Amen. Ndipo roho ya Bwana ikamjia kwa nguvu, na zile kamba zilizokuwa juu ya mikono yake zikawa kama kitani iliyoteketezwa kwa moto, na vile vifungo vyake vikaanguka mikononi mwake. Kamba zinakatika kana kwamba zimeteketezwa na moto, lakini kumbuka ya kuwa ni katika nguvu ya nini? Nguvu ya Bwana. Naye akaona mfupa mbichi wa taya ya punda, akautoa, akapiga watu 1000 kwa mfupa huo. Samsoni akasema kwa taya ya punda, chungu juu ya chungu. Kwa taya ya punda nimepiga watu. Anaimba hapo mtu huyo. Ikawa alipokuwa amekwisha kunena, akautupa ule mfupa wa taya mkononi mwake, na mahali pale pakaitwa Ramathlehi. Kisha akaona kiu sana, akamwita Bwana akasema, wewe umetupa wokovu huu kwa mkono wa mtumishi wako. Yeye amewapa nini? Wokovu. Umeona Samsoni anakwenda mbele za Bwana sasa. Huyu ndio Samsoni aliyetakiwa. Umetupa wokovu kupitia mtumishi wako. Hebu soma tena. Kisha akaona kiu sana, akamwita Bwana akasema, wewe umetupa wokovu huu kwa mkono wa mtumishi wako. Amewapa wokovu lakini kwa mtumishi wake. Kumbe Samsoni ulikuwaga mtumishi wa Bwana wewe. Kumbe Samsoni wewe ni mtumishi wa Bwana wewe. Kumbe wewe ni mtumishi wa Bwana wewe. Unatambua hilo? Amewapa wokovu, anaipa taifa wokovu, anaipa mkoa wako wokovu, na hata familia yako na ukoo wako, lakini kwa mkono wako mtumishi wake. Kumbe Mungu atupe wokovu kwa mikono ya watumishi wake sisi kwa jina la Yesu. Amen. Bwana atupe wokovu taifa letu kupitia mikono ya watumishi wake sisi kwa damu ya Yesu. Amen. Bwana awape ukoo wako wokovu na familia yako kupitia mkono wa mtumishi wake wewe kwa jina la Yesu. Amen. Na yuko tayari Bwana kutoa wokovu kupitia mkono wake. Lakini sasa utatoaje wokovu kupitia mkono wako wakati wewe mwenyewe unawachukulia ndugu zao kama maadui? Pamoja na shangazi ni mchawi, pamoja na mjomba ni mchawi, haijalishi mjomba ni mchawi, bado wokovu inatakiwa ipitie kwa mkono wa nani? Kwa mkono wako. Hebu twende. Na sasa nitakufa kwa kiu na kuanguka katika mikono ya watu wasiotahiriwa. Lakini Mungu akapasua mahali penye shimo palipo katika Lehi, pakatoka maji, naye alipokwisha kunywa roho yake ikamrudia, akaburudika. Kwa hiyo jina la mahali pale likaitwa Enihakore, napo paa katika Lehi hata hivi leo. Naye akawa mwamuzi wa Israeli katika siku za Wafilisti muda wa miaka 20. Samsoni anakuwa mwamuzi miaka 20, sio mbaya, si haba, lakini miaka 20 tayari Wafilisti wanaanza kujua udhaifu wa huyo bwana. Tayari atakutwa kwa kahaba, watataka kumfunga, atakurupuka saa 7 usiku, na hatimaye watasema kumbe zake ndio hizi, tumtafutie kabinti, tumtafutie kamrembo.
Delila anatafutwa, na tutaona kesho jinsi Delila atamdelila Samsoni. Jihadhari na Delila. Delila inawezekana ikawa pesa kwako. Delila inawezekana ikawa ni uongo kwako. Delila inawezekana ikawa ni dhambi ile unayotenda. Jihadhari na Delila. Delila kazi yake ni kuangamiza Samsoni. Wewe ndio Samsoni, wewe ndio mtumishi wa Bwana. Wokovu itapatikana kupitia mkono wako, wewe mtumishi wa Bwana. Lakini shetani anaangalia kwenye sehemu ya udhaifu kwenye maisha yako. Udhaifu unatokana na dhambi. Ndio maana kila mtu anajaribiwa kwa tamaa yake. Tamaa inatoka wapi? Tamaa ni kazi ya shetani. Hebu sasa tuone mambo machache kabla sijamwamrisha nguvu ya Bwana ifanye nini, ama roho ya Bwana ishuke kwenye ulimwengu wa kiroho. Alafu vifungo walivyofunga vya kutokuonekana, kutokupata fedha, kutokula chakula na kushiba, kutokulala, ifanye nini? Vikatike. Alafu leo uende ukapate usingizi mzuri. Sura 14, dondoo nilipata 5 mimi. Dondoo ya kwanza niliandika Samsoni. Hiyo ni sura ya kwanza, mstari wa kwanza mpaka wa 4. Dondoo ya pili niliandika Samsoni na simba. Hiyo ni mstari wa 5 mpaka wa 9. Dondoo ya tatu, sherehe na kitendawili. Hiyo ni mstari wa 10 mpaka 14. Dondoo ya tatu ni sherehe na kitendawili, mstari wa 10 mpaka 14. Dondoo ya 4, mke wa Samsoni. Mke wa Samsoni, hiyo ni mstari wa 15 mpaka 18. Alafu dondoo ya 5 ni Samsoni alipa kisasi. Hiyo ni mstari wa 19 mpaka mstari wa 20. Sasa tuone mambo machache. Hiyo ndio dondoo niliyepata. Yawezekana ukapata dondoo chache zaidi hapo muhimu, ama ukapata nyingi zaidi hapo, lakini hizo dondoo zinatusaidia kwenye nini? Zinatusaidia kwenye kumbukumbu. Unaweza ukapitia hizo dondoo tu kwa ajili ya ukumbusho, alafu ukatumia maneno yako kwenye kuyaelezea. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapoelezea sura hiyo sasa, kumbuka hizo dondoo muhimu inatakiwa ziwepo jinsi zilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Samsoni anafanya kosa la kwanza, kumwoa binti wa Kifilisti. Je, ilikuwa kosa namna gani? Hebu soma Kutoka 34 mstari wa 16. Epafra akwenda haraka. Samsoni anafanya kosa la kwanza, ana fall in love na binti wa Kifilisti. 34 Kutoka mstari wa 16. Ukawaoza wanawako binti zao, nao binti zao wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao. Wakawavuta wana wenu wafanye uzinzi na miungu yao. Usijifanyizie miungu ya kuyeyusha. Tayari umeona hawaruhusiwi kwa. Hebu soma Kumbukumbu 7 mstari wa 1 mpaka wa 6. Uone kabisa kuwa hiyo Torati alikwenda kinyume na Torati. Nani huyo Samsoni? Na kila kosa, kila dhambi unayofanya, usipoitubia na kuiacha, bila shaka inakwenda kugharimu maisha yako. Kosa moja inaleta ushindi kwa maadui zako. Nawe angamiza mataifa yote atakayokupa Bwana Mungu wako. Jicho lako lisiwahurumie, wala usitumikie miungu yao, kwani itakuwa ni mtego kwako jambo hilo. Nawe kama ukisema moyoni mwako, mataifa haya ni mengi kunipita mimi, nitawatoaje katika miliki yao? Usiwaogope, kumbuka sana Bwana Mungu wako alivyomfanya Farao na Misri yote. Uyakumbuke hayo majaribu makuu yaliyoyaona macho yako, na hizo ishara na maajabu, na mkono wa nguvu na mkono ulionyooka aliyokutolea nje Bwana Mungu wako. Ndivyo atakavyowafanya Bwana Mungu wako mataifa yote unayoyaogopa. Bila shaka, hebu soma Mwanzo 24 mstari wa 3 mpaka wa 4. Alafu taruko utasoma mstari wa 26. Utasoma sura 26 mstari wa 34 mpaka na 5.
Anzia na Mwanzo 24:3 mpaka 4 tuone. Muona sasa, tunaenda kwenye asili ya wana wa Israeli. Muona sasa, tumetoka kule kwenye taifa la Israeli, sasa tumeenda kwenye asili, mwanzo wa taifa la Israeli. Je, ilikuwaje? Hawakuruhusiwa, maana mwanzo wa taifa la Israeli inaanzia kwa Ibrahimu, alafu inakuja kwa Isaka. Lakini kumbuka, Ibrahimu hakuruhusu Isaka aoe kwa hao wa Kanaani, wala kuruhusiwa Yakobo kuoa huko huko. Nami nitakuapisha kwa Bwana Mungu wa mbingu na Mungu wa nchi, kwamba hutamtwalia mwanangu mke katika binti za Kanaani ambao nakaa kati yao, bali enenda hata nchi yangu na kwa jamaa zangu ukamtwalie mwanangu Isaka mke. Soma sura ya 26 mstari 34 mpaka 35. Uone, hiyo ndio mwanzo wa taifa la Israeli. Tangu mwanzo hawakutakiwa kuwa na mahusiano ya kuoana na wale wa Kanaani, maana wangewasawishi na kupandisha mioyo yao. Esau alipokuwa mwenye miaka 40 akamwoa Yudithi binti Beeri Mhiti na Basemathi binti Eloni Mhiti. Roho zao Isaka na Rebeka zikajaa uchungu kwa ajili yao. Roho zao Isaka na Rebeka zikajaa nini? Uchungu. Maana kumbuka ya kuwa ndio mzaliwa wao wa kwanza, lakini tayari anakwenda kinyume na ile mapenzi ya baba yao Ibrahimu. Samsoni aliendelea kutenda kosa la kuwapenda wanawake wa Kifilisti, iliyopelekea kuanguka kiroho na hatimaye kuanguka kimwili, yani kifo cha kimwili. Ilianzia kifo cha kiroho. Maana mtu kumbe anaanza kuanguka, anaanza kifo cha kiroho, kisha anakuja. Ndio maana unapotenda dhambi kila wakati, Mungu saa nyingine ameshakuacha. Ina maana kifo ni nini? Kifo ni utengano kati ya roho na nini? Na mwili. Lakini kifo pia ni utengano kati ya roho na Mungu, ambao hiyo ndiyo kifo cha pili, ambayo itakuwa ni kutupwa kwenye moto wa nini? Wa jehanamu. Tayari mimi nasema hivi, hata roho yako kutokuwa na ukaribu na Mungu kwenye ulimwengu wa kiroho, hiyo ni kifo. So unaanza kufa kiroho, alafu ndio inakuja kudhihirika kwenye kifo cha kimwili. Ndio maana Samsoni alikufa kwanza kiroho, ndipo sasa ikaja ikadhihirika kimwili. Jihadhari sana. Ukiona huwezi kusoma Biblia, huwezi kutafakari Biblia, huwezi kuongea Biblia, huwezi kukumbuka Biblia, huwezi kutamani hata kusoma Biblia, je, wewe ni mzima ama umekufa kiroho? Jihadhari usije ukafa na kimwili. Samsoni alikataa kuwasikiliza wazazi wake kama walivyoelekezwa na malaika wa Bwana. Hii tuliona jana kwenye sura ya 13. Hebu pata picha, kama Noa kalikokuwa ni kimbelembele front, kanashindwaje kumlea mtoto kwenye jinsi mpashayo wa mama na wa baba? Mungu amekupa mtoto, umejua mtoto mdogo anaanza kuzoea. Mtoto anaona, anachukua kitu anavunja, anaangalia macho yako, anaona unacheka tu. Mama, umeshamuita mama, wewe ni mtoto sasa. Dadi, wewe akishakuwa dadi, wewe ni mtoto sasa. Haja kutawala hapo. Watoto wengine, baba, baba yetu wewe. Mtoto huyo hata kutawala kweli, akisema hapa kuku leo wanakula kuku pale watu. Hatimaye wakitaka kusema bwana, kaoneni fulani ndio fimbo yake baba. Akienda akimwambia dadi kuku, baba anazama tu. So kinachofanyika nini? Manoa aliyekuwa na mtu ambayo alitaka kujua ukweli na kujua jinsi ya kuweza kulea mtoto wake, akaomba tena Mungu, akamleta yule malaika wake, na yule malaika wake akaelezea kuwa mtoto huyo anatakiwa aleleweje. Kumbuka, Manoa kumlea mtoto huyo katika jinsi inavyopaswa. Ndio maana watakatifu wa Bwana, utahukumiwa kama mzazi usipolea mtoto kwenye njia ipashayo. Ndio maana Biblia inasema usimnyime mtoto fimbo. Sasa hivi watoto wengi wakichapwa shuleni mnanuna kweli. Mchungaji, mimi mtoto wangu anachapwa shuleni, na achapwe sana. Mimi nikikuta huyu mwalimu tamnunulia soda. Umejua watoto wetu sasa saa nyingine wako nyumbani, wako pole kama vifaranga vilivyonyeshewa, lakini wakiwa kule shuleni wanachachamaa kweli.
Nenda taratibu, uangalie watoto wao wakoje. Asikulete hapa nimechapwa. Umechapwa kwa ajili gani? Mwalimu ni chizi mbaya kuchape tu. Ndio maana usimunge mkono mtoto kabla hujaenda kufanya utafiti. Je, unapata nafasi ya kwenda shuleni na kuongea na walimu kujua watoto wanaendeleaje? Usubiri mpaka mtoto aje apewe suspension ndio sasa unaanza kuhangaika. Watakatifu wa Bwana, tulilelewa vizuri sana. Nyinyi mlichapwa sana mkiwa shule. Mlikuwa mnachapwa sana nyinyi. Mbona wazazi wenu walikuwa, yani ukichapa ukimwambia mzazi anaruka na wewe ukuta kwanza, anakuchapa tena. Akija shuleni yeye ndiye anaanza kuchapa kwanza kama mwalimu hajakuchapa. Leo hii watoto wenu wakichapwa mnakwenda kuripoti kituo cha polisi. Achini mara moja. Tuwape walimu huru. Walimu wanatusaidia kuondoa. Wao ndio wanayekaa na watoto wetu. Ujinga wa mtoto kichwani mwake inaondolewa na nini? Na fimbo. Umefanya mtoto amekuwa kabisa miungu kwako wewe. Chungaji, sitaki mchezo kwenye mtoto wangu. Siku atakapoanza kukuuza na nyumba yako ndio utakajua yeye naye kwa anasema ni ukweli. Anakuuza anasema mama toka na baba tokeni, nimeshapokea hela mwaka jana. Mtoto mwenyewe ana miaka 18, wewe una miaka 60. Si ulikuwa unamuita dadi. Unamuita dadi. Wewe umeshakuwa mtoto kama yeye dadi. Tofauti ya Musa aliyechagua kupata mateso na watu wake. Hii tunapata kwenye hebu somo wa Ibrania sura 11 mstari 25. Lakini Samsoni alikataa kuteseka na ndugu zake. Samsoni alipenda mapochopocho ya Filisti kule. Kashateremka kule. Kashaandaliwa mapochopocho. Samsoni tayari anaponda raha. Ponda raha tu, lakini siku raha itaanza kukuponda. Utapondeka kweli kweli. Vipande. Musa aliamua kutoitwa mwana wa binti Farao, akaenda kuteseka na watu wake. Musa alikuja kuwa ni shujaa. Samsoni hata kazi ya kufikisha hata nusu. Mungu amekuchagua wewe. Je, ukoje? Hebu twende. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao, akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi ya kitambo. Sasa wewe tayari kuteseka kwa ajili ya kazi ya Mungu? Uko tayari kunywa katika kikombe kile cha mateso? Nitanywea pamoja na Kristo. Yaani kisikia tu kichomi kidogo, baba unanikera kweli. Umeshawahi kusikia mtu akiomba mpaka ukasikia kinya? Ni baba unanikera, maana baba, kwa nini iwe mimi mgongo iniume? Kwa nini siwe wewe? Kwa nini siwe wewe? So unajua kikombe na Kristo. Tumesulubishwa pamoja naye. Tukazikwa pamoja naye. Tukafufuka pamoja naye. Na sio sisi tunaishi bali nani? Hasa maumivu ambayo unasikia kama ni Kristo anaishi, sio wewe. Kujatambua kuwa wewe ni tunu kwa Bwana. Kujatambua kama wewe ni uzao mtaule. Ndio maana wenzetu hatumezi dawa wala tuende hospitalini wazima kila siku. Nini? Tumetambua kama sisi ni tunu. Tumetambua kama sisi ni uzao mteule. Tumetambua kama sisi ni taifa takatifu. Tumetambua kama sisi ni taifa la kimakwani. Lakini kwa kufanya nini? Kutangaza fadhili za nani? Za Bwana. Unazitangaza. Umepigiwa simu, hello. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Unaogopa kusema Bwana Yesu asifiwe. Tangaza msimamo. Kuna watu ukimwambia Bwana Yesu asifiwe kwa inalala wala pokei, ama katikati ya watu anaenda kujificha. Hala, Bwana Yesu asifiwe. Acha hizo. Samsoni alichagua kufurahia anasa za mwili katika njia ambazo hazimpendezi Mungu. Tumeona katika sura ya 14 mstari wa 3 Samsoni akichagua. Hebu soma sura 16 mstari wa kwanza, alafu ruke soma mstari wa 4. Uone Samsoni alivyopenda ya kimwili. Na hii sio Samsoni tu. Hata wachungaji wamekuwa Samsoni, hata mabishop na mabwanani wamekuwa, hata washirika wamekuwa Samsoni. Watakatifu wa Bwana, kuishi maisha matakatifu, hiyo ni sehemu yako, mtu aliyeokoka. Yesu alitoka clean sheet, na wewe utoke clean sheet kwa jina la Yesu. Amen. Ushinde dhambi kwa jina la Yesu. Bwana akushindie dhambi kwa jina la Yesu. Amen.
Samsoni akaenda Gaza, akaona huko mwanamke kahaba, akaingia kwake. Hebu ona, Samsoni mwana wa Manoa, nini mbaya na wewe mtu wa Mungu? Na wachungaji hao wako kwenye hayo. Watakatifu wa Bwana, hayo yalikuwepo, lakini yapo sasa hivi. Ndio maana nasema hivi, Mungu akusaidie ubadilike, uwe mtu mzuri kwa jina la Yesu. Mstari wa 4. Ikawa baada ya hayo akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Soreki, jina lake akiitwa Delila. Hebu ona, Samsoni umeshapenda kahaba, umeponea chupu umetoka katikati ya usiku. Samsoni umeshuka tena huku Filisti. Umelogwa. Apendaye fedha afanye nini? Ashibi fedha. Na apendaye mabaya na kulipa mabaya kwa mabaya, mabaya hayataondoka nyumbani mwake. Samsoni hatimaye anakwenda kumaliza mabaya, lakini Mungu unamaliza vibaya, lakini anatumia ubaya wako huo kutangaza jina lake. Samsoni anakufa, naomba jameni nife pamoja nao. Sasa Samsoni unakufa nao na utafaidika na nini? Umekufa nao, unakufa nao, Mungu amefaidika, maana umeua wengi ambao hukuwa wewe ukiwa katika hali yako ya uzima. Dhambi, jina, jambo hili ilikuwa ni la Bwana. Jambo hili lilikuwa la Bwana. Hapo mara nyingi watu wengi sana wanaiwaza vibaya sana. Umeona sasa? Ina maana Bwana hawezi kumuongoza mtu aende akatenda uzinzi. Umeona sasa? Mara nyingi watu wengi wanasema kabisa Bwana ndio aliyeongoza Samsoni huwa anakwenda kutafuta nini? Anakwenda kutafuta wakinadada kule Filisti. Hiyo ni uongo mtupu. Bwana hawezi kuongoza wewe uende. Mungu alipomchagua Samsoni, Samsoni akaanza kukataa Torati tangu akiwa mdogo. So Mungu ana uvumilivu wa kuona kama mtu ataacha mabaya na kurudi katika njia impashayo. Ndio maana Mungu alikuwa anatumia ile tamaa ya nani? Ya Samsoni. Anapokwenda kule, Mungu hamruhusu aingie kwa yule mwanamke, hatimaye anaondoka zake. Samsoni bado anabeba kama mbuzi, anaenda nayo tena, anakuta kule ndio imeshaharibika mambo. Umeona sasa? Lakini Bwana alikuwa anatumia yale mabaya ya Samsoni, lakini kwa kuitimiza hazima yake. Lakini kumbuka, hatimaye Bwana akupoteza. Samsoni alipoteza, na Mungu akaendelea kuwaacha wale wana wa Israeli katika mikono ya Wafilisti. Na kazi aliyemshinda Samsoni, tayari Samueli anakuwepo wakati jambo hilo linaendelea, na hatimaye Daudi mwana wa Yese aliyekuwa ni mtoto mdogo aliyechaguliwa na Mungu anakwenda kukamilisha ile kazi aliyeshindwa nayo. Kama itakushinda wewe kufundisha injili ya kweli, Mungu atainua mawe itafundisha. Utashindwa kuelekeza njia kwenda mbinguni, Mungu atainua mtu atakayeelekeza njia kwenda wapi? Mbinguni. Lakini wewe vipande. Mungu alitumia kutumiza makusudi. Hebu soma ya Yakobo sura ya 1 mstari 13 na 14. Mungu hutumia mabaya waliyekusudia maadui zako kwa ajili ya ubora wako. Shetani alikusudia kumwangamiza Yesu, lakini kupitia kumwangamiza Yesu alikwezwa. Pamoja na alishushwa Yesu kwa kuuawa, lakini Yesu alikwezwa kuliko wote. Ndio maana akasema mamlaka yote ya mbinguni na duniani amepewa yeye, naye akawapa wanafunzi wake. Mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Bila shaka ukivutwa, Samsoni alikuwa anavutwa kidogo tu, achezi mbali na Timna, achezi mbali na kule Filisti, mpaka wakashamjua kajamaa kanakotoka kule wapi? Kanakotoka Zora kule, kashasuka. Hebu soma Mwanzo, utasoma kwa wakati wako, Mwanzo 45 mstari wa 8, Mwanzo 50 mstari wa 20, Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 25 mstari wa 20, na ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 23,
roho ya Bwana alimwezesha Samsoni. Lakini sio Samsoni tu aliwezeshwa, kuna watu wengine waliwezeshwa kwenye Biblia, mtu kama Benaya pamoja na Daudi. Hebu tuone Daudi, soma Samueli wa kwanza 17 mstari wa 34 mpaka 37, alafu utasoma Samueli wa pili 23:20. Tuone watu wengine ambayo roho ya Bwana aliwajilia na wakatenda mambo ya ajabu. Roho ya Bwana aje juu yako na akuwezeshe utende mambo makubwa kwa ajili ya ujenzi wa ufalme wa Mungu. Samueli wa kwanza 17:34 mpaka 37. Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake, na alipokuwa akija simba au dubu akamkamata mwanakondoo wa lile kundi, mimi hutoka nikamfuata, nikampiga, nikampokonya. Hebu sikia, kwa katoto wako miaka 12 kalikuwa na uwezo wa Samsoni yeye alishakuwa mkubwa sasa, anapasua, lakini Daudi katika utoto wake anampiga wa simba na kumnyang'anya mwana kondoo ama kondoo. Umeona sasa, lakini ni roho ya Bwana alikuwa juu ya Daudi. Kinywani mwake, na akinirukia umshika ndevu zake, nikampiga, nikamuua. Mtumishi wako alimuua simba na dubu pia, na huyu Mfilisti asiyetahiriwa atakuwa kama mmoja wao, kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Sauli hakujua kama majeshi ya Bwana yametukanwa. Hakujua kwa sababu Torati haikuwa sehemu ya maisha yake. Daudi alifanikiwa kwa sababu alikuwa anaelewa Torati. Kwa wakati wako usome Samueli wa pili sura ya 23 mstari wa 20. Samsoni alikuwa ni mnadhiri wa Bwana, kwa hiyo hakutakiwa kugusa mizoga ya simba ama maiti ya mtu aliyekufa. Hakutakiwa kunywa divai, hakitakiwa wala kunyoa nywele, na hii unapata kwenye Hesabu 6 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Sherehe ya ndoa ilichukua siku 7. Tuliona pia kwenye Mwanzo 29 mstari wa 22 kwenye ile harusi ya Yakobo na Raheli iliyegeuka na kuwa ni harusi ya Yakobo na Lea, ikichukua siku ngapi? Siku 7. Na harusi kati ya mwana kondoo na bibi harusi yake ambao ni kanisa lake itachukua miaka 7. Ina maana harusi ya Wayahudi ilikuwa ni kivuli cha harusi ya mwana kondoo ama bwana harusi pamoja na kanisa lake ambao ni bibi harusi, ambayo itafanyika miaka 7 mbinguni, ikipisha ile miaka 7 ya dhiki kuu. Lakini hiyo ndio utimilifu wa ile kivuli ya harusi ya siku 7. Hata ile Kana na Galili ambayo Yesu alitengeneza Tirosh, hakutengeneza yeyin wala shekari, alitengeneza Tirosh, na maana maji ya zabibu ambayo ilikuwa ni maji matamu. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni siku 7. Pamoja na Samsoni kuwa mwenye nguvu kuliko wote katika kizazi chake, alishindwa kutawala tamaa ya uzinzi. Yawezekana unaongea neno la Mungu vizuri, unawezekana unatabiri, unawezekana unawatolea watu nabii, lakini uweze ukatawala tamaa yako. Hiyo ni bure kabisa, uendi mbinguni. Umeona, kuna watu ambao anaweza kuambia matatizo yako kila kitu, lakini hapa akampa mtu mimba, mpaka anakuwa kero mpaka kwa shirika. Kama wewe unaweza ukatabiri na kuonyesha watu mambo yao, unaweza ukafanya matendo makuu, unashindwaje kutawala tamaa ya uzinzi? Hizo danganya toto wewe. Samsoni ni mtu mwenye nguvu kwenye kizazi chake chote, hakuna aliyemweza, lakini Samsoni alikuwa anashindwa na uzinzi, tamaa ya uzinzi. Je, unayo dhambi inayekuzinga kwa wepesi, inayekushinda? Ni starehe ama ni pombe? Ni twisti ama ni kujigamba? Kuna mtu mwingine asiporinga jisikii vizuri, anaonyesha nguo yake. Watakatifu wa Bwana, hebu onyesha utukufu wa Bwana, onyesha uweza wa Bwana. Pamoja na Samsoni kuwa mwenye dhambi,
Mungu alimtumia na hatimaye, hebu alikuwepo katika wale watu wenye watu mashuhuri. Hebu soma Waebrania 11:32. Nami niseme nini tena? Maana wakati usingetosha kuleta habari za Gideoni na Baraka na Samsoni na Yefta na Daudi na Samueli na za manabii. Hebu Baraka huyu alikuwa na imani. Baraka huyu alikuwa na imani ambaye anasema kabisa pasipo Dibora kwenda aendi. Haleluya. Bwana ni mwerehema. Pamoja na Samsoni kushinda wanaume wote, alikuja kushindwa na mwanamke. Umeona sasa? Mwanamke ana nguvu kwenye ulimwengu wa kiroho kuliko mwanaume. Sema, mwanamke ana nguvu kwenye ulimwengu wa kiroho kuliko mwanaume. Mwanamke ana nguvu kwenye ulimwengu wa kiroho kuliko mwanaume. Ndio maana imeandikwaje? Mwanamke ni msaidizi wa mwanaume. Je, msaidizi ama mtu anayemlinda mtu? Anayelindwa na anayelinda nani mwenye nguvu? Anayelinda ndio mwenye nguvu. Umeona sasa? So mwanamke anayo nguvu kwenye ulimwengu wa kiroho kuliko mwanaume. Ndio maana nasema hivyo takatifu wa Bwana. Imeandikwa, enyi wanaume walindeni wake zenu. Imeandikwa, enyi wanawake walindeni waume zenu. So wanawake wana nguvu. Ndio maana Samsoni si alikuwa na nguvu za kiroho? Ndio maana alitafutwa mtu mwenye nguvu wa kiroho, ndiye akafanya nini? Akamshinda Samsoni aliyekuwa ni mwanamke aliyekuwa na nguvu za ulimwengu wa kiroho. Ndio maana mwanamke ana roho nguvu katika ulimwengu wa kiroho kuliko mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Sura 15 namalizia. Dondoo nilipata 4 kisasi. Hiyo ni mstari wa kwanza mpaka wa 5. Wafilisti mstari wa 6. Mauaji makuu mstari wa 7 mpaka wa 10. Mauaji ya watu 1000 mstari wa kwanza mpaka 20. Namba 1 ni kisasi mstari wa kwanza mpaka wa 5. Wafilisti mstari wa 6. Ya 3 ni mauaji makuu mstari wa 7 mpaka wa 10. Na dondoo ya 4 ni mauaji ya watu 1000 mstari wa kwanza mpaka 20. Mavuno ya ngano ilikuwa ni mwisho wa mwezi wa 5 na mwanzo wa mwezi wa 6. Zawadi ya mwanambuzi ilikuwa ni desturi. Tuliona kwenye mstari wa 30 tuliona kwenye Mwanzo 38 mstari wa 17. Wapi ambao hujaelewa? Dondoo ya mwisho ni mauaji ya watu 1000 mstari wa 11 mpaka 20. Mavuno ya ngano ilikuwa ni mwisho wa mwezi wa 5. Tuliona ilikuwa ni kipindi cha mavuno. Alafu zawadi ya mwanambuzi ilikuwa ni desturi. Tunaona kwenye Mwanzo 38 mstari wa 17, Yuda akimtuma nani yule? Mwadulamu rafiki yake kupatana upya. Kesi kama hiyo tuliona kwenye habari za Labani na Yakobo, Mwanzo 29:16 mpaka 28, na kati ya Sauli na Daudi. Hii unapata kwenye Samueli wa kwanza sura ya 18 mstari wa 19 mpaka 22. Tulipata katika Labani kupatana upya kwa ajili ya ndoa, Labani na Yakobo. Yakobo aliingizwa mjini, Mwanzo 29:16 mpaka 28, na kati ya mfalme Sauli na Daudi, Samueli wa kwanza 18 mstari wa 19 mpaka 22. Elilahori maana yake ni kisima cha anayelia. Samsoni akalia pale katika baada ya kupiga watu 1000, tayari akamwomba Bwana kwa umetupa ushindi kupitia mkono mjakazi wako, sasa nakufa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kiu. So inakuwa ni kisima cha anayelia, Elilahori. Ramoth Lehi ni mlima wa taa ya punda. Umeona? Ramoth Lehi, mlima wa taa ya punda, hiyo ndio maana yake. Watakatifu wa Bwana,
Hapo ndipo ninapoishia kwenye sura 15, 14 na 15, lakini kesho nitamalizia habari za Samsoni. Utaona vimbwenga vya Samsoni vikiendelea vibaya mno. Utaona Samsoni alafu utasema kabisa, Samsoni pamoja na kuwa tofauti na waamuzi wote, lakini alimalizia vibaya. Alikatisha maisha yake kazi aliyetumwa wala. Na Mungu alimpa nguvu ya hatari, yani kupiga watu mtu mmoja. Baada picha mtu ameshika taa ya punda, Wafilisti wana mikuki na ngao, lakini anapiga mtu 1000 wanakufa. Lakini hakufanya jambo lolote la maana. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Bwana? Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Bwana? Hatimaye tunamalizia Mwamuzi wa 12 kesho katika sura 16, alafu tutaona taifa la Israeli ilivyoingia sasa kwenye wao kwa wao kulumbana, tukisubiria kumalizia wiki ijayo kwenye sura 21 Waamuzi. Lakini hiyo wiki pia tutamalizia sura zile 4 ya kitabu cha Ruti, na baada ya hapo tunataka tunyoke mpaka mwezi wa 6. Tunataka tuone tumeenda umbali kiasi gani. Mwaka huu tunataka tuangalie kwa jicho la tofauti vitabu vya Agano la Kale. Nataka tunyoke na vitabu vya Agano la Kale. Nataka tuweke sawa Agano la Kale, tukija kuruka na Agano Jipya. Ukienda sehemu yoyote unaweza kufungua popote na ukapaa juu, maana wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, nao watapaa juu kama tai. Nguvu mpya utapata wapi? Utapata nguvu mpya kupitia kitabu huu hapa. Ukisoma unapata nguvu mpya. Unaposoma, unapokuwa mbele za Bwana, unatoka mpya, unakuwa kiumbe kipya. Nani mwenye swali ama neno kabla sijamshukuru Bwana? Ninaomba. Baba, nashukuru jina lako. Ni jina kuu lipitao majina yote. Katika jina lako Baba tumeona habari za Samsoni mwana wa Manoa, na jinsi ambayo Baba alijaribiwa kwa tamaa yake Baba wa rehema ya kupenda wanawake wa kutoka kule Baba Filisti. Baba wa rehema, dhambi iliyemzinga kwa wepesi hatimaye itapelekea Samsoni Baba wa rehema kutotimiliza kazi uliyemwitia. Baba, utuondolee mabaya yote, tabia Baba za ajabu ajabu, dhambi inayoziba watakatifu wako kwa wepesi. Na Baba ukitupa nguvu na kibali Baba muweza wa yote. Ni kweli tulifungwa na ndugu zetu tena kwa kamba mpya, na Baba tukapelekwa mikononi mwa watesaji. Baba muweza wa yote, ni Wayuda ndio waliyemfunga Samsoni na kamba mpya bili Baba wa rehema, na kumfunga sana na kumteremsha Baba hadi kwa Filisti. Nao wakapiga kelele na roho yako ikasuka juu yake Samsoni, naye Baba zile kamba zikakatika kama Baba kamba zilizochomwa na moto. Na Baba muweza wa yote, watu hawa walifungwa sana na kamba mpya, na wale watu hao Baba wakapelekwa mkononi mwa shetani na wakala wake. Ndiyo maana Baba naomba roho yako Baba iliyemjilia Samsoni ije katika ulimwengu wa kiroho Baba wa rehema, na vifungo vyote, vifungo vilivyofunga tumbo la uzazi, vifungo vilivyofunga tumbo la chakula, vifungo vilivyofunga mawazo yake, akili yake, iliyefunga macho yake, iliyefunga afya yake, iliyefunga mapato yake, iliyefunga nyota yake, iliyefunga afya yake, ninaagiza hiyo nguvu Baba ya malaika wako Baba aliyemshukia Baba wa rehema, ikate vifungo vyote, ikate vifungo vipya, ikate vifungo vilivyomfunga sana kwa mamlaka ya jina lako Baba wa rehema. Baba, ile roho yako ikate vifungo vyote, vikatwe vifungo vyote, vifungo vilivyofunga tumbo lako sana, vifungo vilivyofunga tumbo la uzazi, vilivyofunga tumbo la chakula, vilivyofunga muonekano wako, vilivyofunga nafsi yako, vilivyofunga roho yako, vilivyofunga watoto wako, vilivyofunga hatua zako, katika jina la Bwana. Roho ya Bwana shuka katika nafsi, roho na mwili, shuka katika maisha yake, shuka kwenye hatua zake, shuka kwenye mifumo yote ya mwili wake, kwa jina la Yesu. Vifungo vianze kukatika, vifungo vianze kukatika sasa, vifungo vile, kamba zile mpya na kufungwa sana Samsoni. Nguvu ya roho ya Bwana ilivyomshukia, kamba zikakatika. Ninaagiza kamba za mizimu
zikatike kwa jina la Yesu. Kamba za majoka zikatike kwa jina la Yesu. Kamba ya majini zikatike kwa jina la Yesu. Kamba za roho zote chafu zikatike. Kamba za kichawi na kiganga zikatike kuanzia leo. Uwe huru kama Samsoni alivyokuwa huru, na Bwana ashinde mabaya yote, balaa na nuksi zote kwa jina la Yesu. Ninakata vifungo vyote, nakata kamba zote, kamba za kwenye kazi yako, kamba za kwenye Biblia, kamba za kwenye mishipa na mifupa. Nakata kamba zote kwa jina la Yesu. Nakata kamba iliyofunga ndoa yako, kamba iliyofunga hatua zako, kamba iliyofunga ndoto zako, kamba iliyofunga uzao wako, kamba iliyofunga hatua zako, kamba zote mpya zilizotumika kukufunga, ninaagiza vikatike vyote kwa jina la Yesu. Vikatike vyote na matokeo yake iondoke kuanzia sasa. Ninakurudisha katika asili ya uumbaji. Uwe hai kwa jina la Yesu. Uwe mzima kwa jina la Yesu. Ninakuamsha katika usingizi mauti na usingizi wa kiroho kuanzia leo. Vifungo vilivyokuwa ndani na nje natangaza kukatika vyote kwa jina la Yesu. Vifungo vilivyofunga fursa zote kwenye maisha yako, vilivyofunga eneo la ndoa, vilivyofunga eneo la mahusiano, vilivyofunga eneo la afya, ninaagiza vyote na matokeo yake yatoke kuanzia leo. Natangaza baraka, natangaza ukombozi katika jina la Yesu Kristo. Naomba na wote tuseme amen. Amen. Basi uwe na amani mtakatifu wa Bwana. Utazitazama hizo kamba, bila shaka leo ni siku ya kamba kukatika. Utaziona hizo kamba. Hebu mpo Bwana makofi, weka mikono yako pamoja kwa ajili ya Bwana. Basi usichoke, kesho tunaendelea kwenye kutimia